Yo, mambo vipi Tanzania? Hii hapa ni 101 na moja kwa moja kwenye 101 recap leo kwenye 69 Media TZ. Bana, ni jambo kubwa sana kuhusiana na Chief Godlove, au sio bana, ambaye kupitia kwenye lebo yake ambayo kamzindua msanii ambaye anaitwa Scorpion, au vipi bana, msanii wa hip hop kutoka Tanzania anaitwa Scorpion, hivi karibuni ambaye tumepata taarifa kwamba ametambulishwa kupitia kampuni ya Chief Loot Music ambaye inamilikiwa na Chief Godlove, ambaye kwa sasa hivi msanii Scorpion anafanya poa kinoma noma kwenye mziki wa hip hop. Tukumbuke kwamba ndani ya alipotambulishwa msanii Scorpion kwenye lebo ya Chief Loot Music, huku Rayvanny pia naye alitoa msanii wake ambaye kwa sasa hivi pia wanafanya vizuri, lakini kupitia mitandao ya kijamii imekuwa gumzo kubwa, au amepokelewa kwa ukubwa zaidi msanii ambaye anaitwa Scorpion kutoka kwenye lebo ya Chief Loot Music. Na tukumbuke kwamba huyu ni msanii wa hip hop, na kwenye hizi lebo za hapa kwetu Tanzania kama lebo ya Konde Gang au vipi bana, kuna lebo ya Next Level ya Rayvanny, kuna lebo ambayo ya WCB. Katika lebo hizo zote tatu ambazo nimezitaja, lebo mbili I think kwamba ndo imetambulisha msanii wa hip hop ambaye anafanya vizuri sana. Mwanzo tumepata kuona kwenye Konde Gang au vipi bana, kulikuwa kuna Country Wizzy, alikuwa pale kasajiliwa au amesainiwa kwenye lebo ile na mambo yakaenda, lakini baadaye tukaja kupata taarifa kwamba jamaa ameachana naye kwenye mkataba, amemwachia, au Konde Gang amemwachia Country Wizzy kufanya mambo yake na kuendelea na mziki wake. Lakini pia tukija kwenye lebo ya WCB hatukupata kuona msanii wowote ambaye wa kurap au msanii wa pop ambao anafanya mziki wa rap kusainiwa kwenye lebo ya WCB, lakini kupitia Chief Loot Music tumeona msanii wa kwanza ambaye ametambulishwa ambaye ni wa hip hop, ukiacha msanii Pipi Jojo ambaye sasa hivi hayupo tena kwenye lebo hiyo ya Chief Loot Music. So this time around tumekuja kuona sasa kwamba huyu msanii kaja kuwatingisha wasanii wa hip hop kwenye mziki huu wa hip hop au mziki wa Bongo Flava hapa kwetu Tanzania. Na baada ya siku kadhaa, yani ndani ya wiki moja, ameachia ngoma kama 3 hivi, umenelewa? Na hizo ngoma kiukweli sijapata kuona msanii wowote wa hip hop kufanya hiyo back to back ya track ambayo yeye Chief Loot ambaye Chief Godlove ambaye ametambulisha. Na tukija kiukweli kwamba tukiangalia zile numbers za huyu msanii Scorpion, ana namba kubwa sana kuanzia Instagram na TikTok pamoja na YouTube, ana namba nyingi sana na imekuwa ni back to back ya kuachia zile track zake. So watu ambavyo walivyofikiria sivyo ambavyo huyu msanii alivyopokelewa, na kuna baadhi ya wasanii kama wanahanya au vipi bana kumuona huyu msanii kutokea Loot Music au sio bana, kupitia Chief Loot Music, yeye sasa ameonekana kama kuiteka huu mziki wa hip hop. Tunafahamu wamekuja Fresh Boys ambaye inamilikiwa na Country Wizzy au vipi bana, kuna wasanii wengi pale ambao wao walikuja na ngoma yao ambayo inaitwa Fresh au sio bure, imekuwa mitrendi sana. Lakini baada hapo pia wameachia ngoma, kuna ngoma yao wameachia, lakini bado hiyo ngoma mpaka sasa hivi kwenye masikio ya watu haijafika, yani haijawa hit kama ngoma yao ya Fresh Boy ambayo imefanya vizuri. Lakini huyu dogo kila unapopita kwenye mitandao ya kijamii au vipi Instagram, Facebook, na Twitter, TikTok, unapata kuona, kila unapo scroll unapata kuona kwamba Chief ana uwezo mkubwa wa kuinvest au wa kuwekeza kwa msanii, na msanii akaja akawa mkubwa ndani ya 2 weeks au 1 weeks, kwa sababu tumeona huyu msanii Scorpion takriban ameachiwa sasa hivi na ameachia ngoma 3, lakini katika hizo ngoma alizoachia na yeye na muda wake wa promotion umekuwa tofauti sana. Je, hizi lebo nyingine ambazo zipo au zina support mziki au vipi bana, zinakuwa tofauti sana, kwa sababu inawezekana ikatumia miezi miwili, yani promotion inakuwa ni kubwa sana. Lakini nadhani kwa Chief Godlove pesa inaongea sana. So nikupe tu ushahidi au ushuhuda wa baadhi ya ngoma ambazo ameziachia in YouTube
pia zinafanya vizuri kuanzia YouTube mpaka kwenye platform zote, na maanisha kwenye Audiomack, Boomplay, kwenye Apple na mitandao mengine ambao watu wana stream au wana support ku download zile music na nini vitu kama hivyo. So Udogo kapata bahati sana, yani bahati kubwa sana. So tuangalie ngoma ambazo ameziachia. Ngoma ambazo ameziachia, ameachia ngoma ambayo inaitwa Napiga Bao. Of course Napiga Bao ni ngoma ambayo ameiachia, lakini jinsi ambavyo imepokelewa na watu imekuwa tofauti sana. Challenge zimekuwa ni kubwa, lakini pia promotion kwenye mitandao ya kijamii, kila unapo screw unapata kuona Dogo kaja kwa ukubwa wa aina yake. Tunafahamu kuna legend wasanii ambao wamefanya poa, au sio bwana, wakina FDQ ambao wamefanya poa sana, lakini pia kuna Young Killer Msodoki, Country Wiz au vipi bana, lakini kuna wasanii wakina Niki wa Pili, Niki Mbishi Weusi, Jinako, wasanii wengi sana wamefanya vizuri, lakini upepo wa huyu Dogo umekuwa tofauti sana, na nadhani kuna baadhi ya wasanii wanatakiwa pia wajifunze. Inawezekana pia lebo ya Chief Loot Music au Chief Good Love ina support kubwa sana au ina uwezo wa kuinvest hela, lakini kumfikisha msanii pale ambapo anataka. Na ndio maana Chief anakuwa na jeuri kubwa sana ya kusema yeye msanii wake yoyote ambaye atapita katika lebo yake lazima ambadilishe vile ambavyo yeye anataka. Tumeona hiyo kwa Pipi Jojo, the way alivyobadilishwa, lakini pia baadhi ya namba. Lakini tukuje kwenye numbers sasa, yani views ambazo watu huwa ndo wanaziangalia sana. So kwa upande wa views imekuwa ni tofauti ya Pipi Jojo pamoja na Scorpion, kwa sababu inavyosemekana kwamba kwa Pipi Jojo ilikuwa kama wale views wa kuboosti, na yeye mwenyewe alithibitisha hilo kutokana na mwenendo ambavyo wa zile viewers au ngoma ambazo iliyoachiwa, the way jinsi inavyosogea na nini vitu kama hivyo. Lakini kwa huyu Dogo imekuwa back to back, maana yake kwamba Chief kaona huyu Dogo ana uwezo mkubwa wa kuachia ngoma, lakini pia hatuwezi kuachia ngoma tukaisubiria ndani ya wiki au wiki mbili au mwezi. No. Kwa hiyo tuachie back to back. Tukufahamishe kwamba yani kuna ngoma yake ambayo ina siku 7 tu, ambayo ngoma kiukweli inaitwa Ni Mimi Tu. Ina siku 7 tu, lakini ina viewers wengi sana, zaidi ya milioni na kuendelea. Umeelewa vizuri? Lakini pia kuna ngoma inaitwa Napiga Bao ambayo pia ina viewers zaidi ya milioni, yani ndani ya wiki moja au ndani ya wiki na siku kadhaa mbele, jamaa akashafikisha viewers milioni 1 na kuendelea. Umeelewa vizuri? So tunapata kuona kwamba investment kubwa kupitia Chief Loot Music imewekwa hapa, na ule usemi kwamba huyu ni billionaire, Chief God ni billionaire, tunauweka hapa. Tunaona wasanii ambao wamepita kwenye lebo, migogoro imekuwa ni mingi sana. Hata kupitia hii Chief Loot Music kulikuwa kuna migogoro mingi, lakini imekuwa tofauti sana na hizi ambazo tumefikiria. Hapa ni 101 recap minute wa Ching the baddest, ndimo mtumbadi baba lawana. Tumekupitisha hapo kwa Scorpion, lakini pia tumekupitisha kupitia na mshikaji wetu billionaire Chief Loot Music, the way jinsi gani anavyoweza kusupport music. Bana, asante. Kupitia 69 Media YouTube unaweza kutufollow pale, Instagram utufollow pale, au vipi bana, na TikTok utufollow pale, na kuwa ni unyama au ubabe ubabane. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi baba la tote. Hii hapa ni 101 recap. Asante sana.